sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili. Timotheo wa pili sura ya kwanza hadi wa pili. Akisema hivi: basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, haya uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Haleluya. Kwa hiyo ili watu hawa watembee na wingu hili lisikatike na lisikatike liweze kuwafikia, Roho Mungu anaagiza. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo, anaagiza kwa watoto wake. Yaani huyu alikuwa amebeba maono, aliyapokea kwa mitume ya maono haya. Mungu akampa maono haya, alikutana na Mungu wakati anaenda Dameski, anaenda kuleta uharibifu huko. Akakutana na Mungu. Alipokutana na Mungu, huyu kijana Sauli, ndio sasa Mungu akambadilisha, akampa maono haya. Alipompa maono hayo, alianza kuhubiri kwa nguvu na kwa uwezo mkuu. Neema ya Mungu ikatenda kazi pamoja naye. Na neema tunayozungumza, mambo mengi aliyokuwa anayafanya, Paulo alikuwa anaambiwa na Mungu, fanya kazi kwa bidii, changamoto zote usiogope, kwa kuwa neema yangu ya kutosha. Haleluya. Kwa hiyo katika vitu vyote akaambiwa katika maono haya, utumishi wangu, neema yangu ya kutosha. Nataka nikwambie kwamba haya ni maneno ambayo Timotheo anaelezwa na baba yake Paulo. Anaambiwa enenda hivi. Na kwa wakati ulionao ndio nataka nikwambie kwamba hakuna kitu ambacho sasa hivi watu wamekimisi, wamekikosa kama mafundisho ya msingi kutoka kwa baba zao wa kiroho. Watu wamekosa, nisikilize kwa makini. Huduma nyingi, waamini wengi wamekosa mafundisho mengi ya msingi katika imani zao, katika huduma zao, katika kazi zao, katika maisha yao, kutoka kwa baba zao wa kiroho. Kuna mafundisho mengine baba yako wa kiroho anatakiwa akuwekezee mambo ya muhimu ya angalizo ambayo si yaruke. Ukiyaruka hayo, hata kama sasa unajiona uko peace, unajiona na amani, utaangukia kwenye mikono ya watu wabaya. Utaangukia kwenye shimo la uharibifu. Utaangukia kwenye maangamizo. Kwa hiyo sasa, ili huduma iendelee na ifanye kazi vizuri, watu wana kila sababu kuhakikisha wanajifunza kwa mbeba maono, wakamatana maono alionayo, na pia wakamatana na neema inayotembea na maono. Kwa hiyo pale hutafanya kazi kwa ujanja, kwa sababu unafanya kitu ambacho kimeshikamana ndani ya moyo wako. Umefundishwa maono, umeelewa, yameshikamana na moyo wako. Yameshikamana na moyo wako na maisha yako, na neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Kwa nini sasa utapeli ni mwingi katika huduma? Utapeli ni mwingi kwenye kanisa. Utapeli ni mwingi katika jamii. Watu wamekwepa kuwekewa huduma za misingi. Wamekwepa, hawana watu wa kuwapa angalizo, kuwapa maneno ya msingi, kama ambavyo Timotheo anaambiwa na Paulo. Kukabidhi maagizo haya. Na kukabidhi maagizo haya. Anaambiwa na kukabidhi maagizo haya. Kaambia basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema, si katika ujanja na mambo mengine. Uwe hodari katika neema. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema. Uwe katika huduma za kiroho, uwe katika kazi serikalini, uwe katika magrupu, kundi za wanasiasa, uwe mfanyabiashara, uwe mwanachuo, uwe mfugaji, uwe mkulima, uwe popote pale. Unapopewa maagizo haya, utakapokuwa ofisini kwako, utajua rushwa ni mbaya, utajua utapeli ni mbaya, utajua madawa kulevya ni mabaya, utajua mauaji ni mabaya, utajua uharibifu wa aina yoyote ni mbaya. Baba yako wa kiroho ana nafasi kubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo walipopuuza wazazi wao wa kiroho, wakapuuza wazazi wao wa kimwili, alafu mbaya zaidi wakaenda wakapuuza wazazi wa kiroho. Walivyopuuza wazazi wa kiroho, hapo sasa dunia ikawameza. Wanaishi kwa upepo. Upepo ukienda kaskazini unaenda na wao, upepo ukienda kusini unaenda na wao, upepo ukienda magharibi unaenda na wao, ukienda mashariki unaenda na wao. Unaweza kuwa msomi lakini ukawa huna neema. Unaweza kuwa mfanyabiashara ukawa umekosa neema ya Mungu.
Unaweza kuwa mvuvi kama mtu unaonekana unachangamka, ukakosa neema. Tafuta usikose neema. Haleluya. Shikamana na Mungu usikose neema. Na ninakuagiza leo ukiwa mwanadamu wa aina yoyote, baba wa kiroho ni wa muhimu sana. Mzazi wa kiroho ni wa muhimu sana. Anasimamia maadili ya kiroho. Maadili ya kiroho ndio maadili ambayo yatafaa katika jamii yote. Maadili ya kiroho ni maadili ambayo yatakusaidia katika jamii yote. Maadili ya kiroho yatakusaidia kufanya kazi vizuri ofisini kwako. Maadili ya kiroho yatakusaidia kufanya kazi vizuri serikalini. Maadili ya kiroho yatakusaidia vizuri kufanya kazi katika siasa. Maadili ya kiroho yatakusaidia kufanya kazi vizuri katika biashara yako. Ndio maana kuna kijana mmoja katika maandiko anaitwa mtoza ushuru. Alikuwa anaitwa nani? Zakayo mtoza ushuru. Siku moja alipokutana na Yesu. Ile siku alipokutana na Yesu, Mungu akutendea maradufu tena. Siku ile alipokutana na Yesu, akasikia Yesu anakuja anapita hapa juu, akapanda juu. Alipopanda juu ya mkuyu, wakazeni kwamba yule mtoza ushuru ameogopa Yesu, kwanza amezaa amepanda juu. Hasa alipopanda juu ya mkuyu, Yesu akamwambia, we Zakayo, shuka huko upesi. Leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Sio kupita, anamwambia leo mimi ni mgeni rasmi nyumbani kwako. Akashuka bwana mdogo, alikuwa ni mtu mfupi, wanasema mfupi wa kimo. Akapanda juu amwone Yesu. Lakini hakutanepa karibu. Hasa akafika watu wakisema, angekuwa nabii asingeenda kwa mtoza ushuru, asingeenda kwa yule mrarushi. Nataka nikwambie, Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Haleluya. Nataka nikwambie, wewe ambaye wamekwambia ni mwenye dhambi mkubwa, Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Wewe ambao wamekususa, wanakuambia ni mfanyabiashara madawa kulevya, ni mla rushwa, wamekwambia ni nani? Unaposikiliza ujumbe huu, Mungu anakupenda. Wamekwambia ni mchawi, ni mshirikina, Mungu anakupenda. Haleluya. Yesu amekuja kwa wote wenye dhambi. Yesu amekuja kwa wanadamu wote. Nataka usikilize ujumbe huu. Yesu Kristo anakupenda. Yesu Kristo anakupenda. Yesu Kristo anakupenda kama alivyopenda ulimwengu wote, na akatangaza kwamba anakapenda na Zakayo yule alionekana ni mtoza ushuru, mla rushwa mkubwa. Akasema kwamba anaenda kuingia kwenye nyumba ya Zakayo kweli. Nataka nikwambie, Yesu anataka ale na wewe leo. Haleluya. Yesu anaingia nyumbani kwako leo. Yesu anataka awe mgeni rasmi ofisini kwako. Anataka awe mgeni rasmi nyumbani kwako. Mgeni rasmi katika kampuni yako. Haleluya. Mpokee Yesu kwenye kampuni yako. Pokea Yesu kwenye biashara yako. Pokea Yesu ofisini kwako. Pokea Yesu kwenye cheo chako. Pokea Yesu abadilishe jina lako. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Tukufu katika jina la Yesu. Mpokee Yesu abadilishe historia ya maisha yako. Umeitwa majina mengi, lakini Yesu anabadilisha jina lako. Sikiliza, Yesu alipoingia tu kwa Zakayo, anafika kwa Zakayo, anasema tumshukuru Mungu kutupa neema kuingia mahali hapa. Zakayo bado ameshangaa. Hapo Yesu anaketi kwenye kiti chake, akamwambia, mheshimiwa, naomba nitamke neno moja kabla tujaendelea na mazungumzo. Nakubali nimefanya mambo mengi yaliyo kinyume. Nimeibia watu sana. Natangaza kuanzia leo hii nawarudishia mara 4 faida. Nawarudishia mara 4 faida. Maana alikuwa anawajua. Alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa anawajua. Akasema nawarudishia mara 4 faida. Nawarudishia mara 4 faida. Nawarudishia mara 4 faida. Nawarudishia mara 4 faida. Na ndivyo alivyofanya. Na Zakayo Bwana akakamatana na Yesu. Na Zakayo Bwana akawa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Piga makofi katika jina la Yesu. Nakwambia kuna watu wako kwenye mabari watumishi wa Mungu. Kuna watu kwenye madangiro ni watumishi wa Mungu. Kuna wengine ni waganga wa kienyeji ni watumishi wa Mungu. Kuna watu wengine ambao unawaita wachawi ni watumishi wa Mungu. Kubadilika ni mara moja. Kubadilika ni dakika moja. Ninakupa ujumbe huu, badilika leo. Kwa kushangaa ulivyo mhubiri mzuri. Na uambie nilikuwa mchawi nimeokoka. Haleluya. Nilikuwa jambazi nimeokoka. Nilikuwa mla rushwa nimeokoka. Kama alivyokuwa Zakayo na mimi. Haleluya. Yesu ametenda mambo mema. Haleluya. Paka leo Yesu anatenda. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Haleluya. Yeye yule jana leo na hata milele. Alivyotenda kwa Zakayo ndivyo anavyotenda hata leo.
alivyotenda kwa kina Petro ndivyo anavyotenda hata leo. Ni Mungu wa wote wenye mwili, amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ndio maana katika Pasaka amewafia wanadamu wote, anawaita msalabani, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Haleluya! Kwa hiyo ninataka nikwambie katika ujumbe huu, furaha leo nayo katika jina la Yesu. Pokea furaha ya Kristo katika jina la Yesu. Yeyote aliyekunyanyapaa kwa jina lolote, walikubebesha majina mabaya, Yesu anakutulia mizigo yote mabaya. Yesu anakutulia mizigo yote dhambi leo. Yesu anakutulia mizigo yote laana leo. Yesu anakupatanisha na damu yake leo. Yesu anakupatanisha na jina lake la amani leo. Yesu anakupa baraka na amani katika maisha yako leo. Haleluya! Huu ni wakati ambao Mungu amekusudia kuleta baraka katika maisha yako, kuleta amani katika maisha yako, kubadilisha jina ambalo watu walikunena vibaya. Yeye yupo kwa ajili yako. Haleluya! Mungu amekuinulia mtumishi huyu alete ujumbe mzuri kwako. Amekuinulia baba huyu wa kiroho alete ujumbe mzuri kwako. Amekuinulia baba huyu wa kiroho alete ujumbe mzuri kwako. Haleluya! Mungu akutendee binadamu. Mungu amekuinulia baba huyu alete ujumbe mzuri kwako. Neno la Mungu, ujumbe wa tumaini, ujumbe wa furaha. Hata kama ukiwa mgonjwa namna gani, kama bado unaishi, na kuambia muujiza wako upo. Kama bado unahema, muujiza wako upo. Kama bado unahema, muujiza wako upo. Kama bado unahema, muujiza wako upo. God bless you. Haleluya! Kama bado unahema, na kuambia muujiza wako upo. Kama bado unahema, una dhiki, una majaribu, una mambo mazito, kama bado unaishi, muujiza wako upo. Na kuambia kama ni mgonjwa bado unapumua, muujiza wako upo. Kama una matatizo aina yoyote, muujiza wako upo. Usijisukumie kaburini kwa kusema imezidi, is too much. Hapana, Mungu yupo kusaidia. Amekwambia sema sitakufa bali nitaishi. Sema naweza mambo yote katika yeye nitia nguvu. Alafu jitie nguvu kwa Bwana. Sema natoka sasa. Sema natoka sasa. Kwenye tatizo lote natoka. Kwenye ugonjwa natoka. Kwenye madeni natoka. Kwenye shida yote natoka. Vita aina yote nashinda. Napokea kibali kipya katika jina la Yesu. Pokea amani ya Kristo. Amani ya Kristo iwe ndani yako. Pokea amani ya Kristo. Amani ya Kristo iwe na wewe. Ifurike katika maisha yako. Amani ya Kristo ifurike Tanzania. Ifurike kuanzia hapa Arusha. Ifurike Tanzania yote na katika mipaka yote ya Tanzania. Na nchi jirani zipokee amani ifurikayo kutoka Tanzania katika jina la Yesu aliye Bwana. Receive peace, receive peace, receive peace, receive peace, receive peace, receive peace, receive peace. In Jesus' name, receive peace. Hallelujah. Amani ya Kristo tumepokea, kuna atakayeweza kutuondolea amani. Amani ya Kristo tumepokea, kuna atakayetuondolea amani. Amani ya Kristo tumepokea Tanzania, hakuna atakayeondoa amani. Amani ya Kristo tumepokea Tanzania, hakuna atakayeondoa amani. Hakuna atakayevuruga amani katika jina la Yesu. Yesu yuko Tanzania, ni Bwana wa amani, ni mfalme wa amani, ni Bwana wa Bwana, ni mfalme wa amani. Yeye ni mfalme wa amani, amekalia Tanzania. Amani ya kudumu ipo Tanzania katika jina la Yesu aliye Bwana. Nimetamka nikiwa mtumishi wa Bwana, nabii wa Bwana katika madhabahu ya Bwana, ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Ni muhimu kuwa na baba wa kiroho na kuambia yale usiyotaka wewe, akukemee katika yale usiyotaka wewe. Amen. Akuonye katika yale usiyotaka wewe. Wewe unaona ni mazuri, lakini yeye atakukemea. Atakukemea. Uwe ni msomi gani atakukemea. Uwe ni tajiri gani atakukemea. Uwe na cheo gani atakukemea. Yeye anahusika kuelekeza katika njia. Ni mjumbe wa Mungu akusaidie. Maana dunia hii tuna muda wa kuishi, miaka itapita, lakini anakuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni unaendelea. Na upo ndani yetu, na anahusika kuandaa katika maisha ya sasa na baadaye. Mtumishi wa Mungu anahusika kuandaa katika maisha ya sasa na baadaye. Na yeye atadaiwa, si kwa kuandaa atadaiwa. Amen. Anahusika kuandaa katika maisha ya sasa na baadaye. Utakuwa na ubize, unaambiwa ubize wako punguza, njoo kanisani. Amen. Biashara fanya za kimataifa, lakini ujue ibada ni muhimu. Amen.
Nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mmoja wakati niko na biashara zangu Singida, sasa nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa na duka kubwa la nguo. Sasa siku moja nikaenda, nilikuwa na rafiki yangu mmoja Muhindi Dar es Salaam, nilikuwa naenda kuchukua mzigo kwake. Sasa huyo Muhindi nikafika, alikuwa na wakati wa kusali. Akanambia, rafiki yangu Ngoi, nakupenda sana, napenda pesa yako, lakini hebu niambie, wewe ni mtumishi wa Mungu, hebu niambie muda wa ibada nikipokezwa pesa zako nianze kuzihesabu alafu nakufungia mlango na kufungia mzigo nikiacha kwenda ibadani, unataka kuniambia Mungu atafurahi? Aliponiambia hivi nikamwambia bwana, nikamwachia fedha. Kaniambia kama unaniamini niachie fedha, nitakuja kuzihesabu baadaye, nitaziweka hivi. Na nilikuwa naamini tunaaminiana, nikampa fedha, akaweka kwenye draw, nikaenda kwenye shughuli zangu, akaenda kusali. Alipoenda kusali kaniambia saa 8 uje. Nikarudi saa 8, ameenda kusali, ameshamaliza ibada zake, amekula chakula. Nikaenda akanambia Ngoi, nimekushukuru sana. Kama unaheshimu ibada ni kitu kizuri sana. Kwa nini nataka kuambia kwamba uwe mtu wa kujali ibada. Fanya kazi yako kwa bidii sana, ibada, heshimu ibada. Fanya kazi kwa bidii sana, hela uwe nazo nyingi sana, lakini ibada tuwe nazo. Kwa nini maasi yanatikisa dunia? Watu wamejisahau, wamegeukia miungu yao, wamegeukia shughuli zao, wamekuwa na masumbufu tu ya shughuli zao, masumbufu ya dunia yanaitwa. Tufanikiwe katika kazi mbalimbali mahali popote tulipo, lakini mambo ya ibada yawe pale yatatufanya tuwe na ufahamu wa kumjua Mungu, tuwe na hofu na Mungu, tutambua wanadamu wote ni sawa, tutambua watu wote wana haki ya kuishi. Kwa nini wengine wanakatili maisha wenzao? Kwa sababu hawajafundishwa kweli, wakauelewa, wakawa na hofu ya Mungu katika maisha yao. Nataka nikwambie haya yaelewe na uyazingatie kwamba ni muhimu katika mambo yote ujali mambo ya ibada, ujali mambo ya ibada. Haleluya. Akazungumza katika Nyakati 20, naomba mtu mmoja, Nyakati 28 mstari wa 9 hadi 10. Mtu mmoja afungue haraka tafadhali. Wa kiroho ana namna kukuambia haya. Wazazi wako wa kimwili wanakuambia haya. Kama ukichengana na wazazi wako katika nyumba ya ibada, utasikiliza haya. Kanisani sikiliza ujumbe huu. Umjue Mungu wa baba yako. Yaani ukimwacha, huwa anawaacha watu na kuwatupa milele. Ndio maana katika ile Mithali 8:17, Mithali 8:17 anasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutia kwa bidii wataniona. Kwa hiyo bidii ya kumtafuta Mungu utakutanishwa na mema mengi ambayo Mungu amekuandalia. Na akasema utakapokubali na kutii mtakula mema nje. Kwa hata watu wengi utafuta mafanikio nje ya Mungu. Utafuta mafanikio nje. Ndio maana wakati mwingine tumeshuhudia, wakati mwingine ndugu zetu wameuawa bila hatia albino. Mtu anaambiwa eti ni baraka kingo cha mwanadamu, kwa sababu hajajua kwamba kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, kumcha Mungu ni chanzo cha baraka, mshikamano wake na Mungu atabarikiwa. Lakini vitu kama hivi anakosa kuvijua na kuvielewa. Anapokosa kuvijua na kuvielewa, anaanza kutafuta njia za udanganyifu zinazotesa maisha yake. Lakini akitana na ukweli huu, unapomwabudu Mungu katika roho na kweli, unapofanya biashara zako kwa bidii, kwa moyo, kwa uaminifu, Mungu atanyosha mkono wake, na amesema kile utakachotia mkono wako kifanya atakufanikisha. Kwa hiyo yuko pamoja awafanikishe watu wake vizuri. Sikiliza huyu Joshua anaambiwa, Joshua 1, fungua tena Joshua 1 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Joshua 1 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Naomba soma kwa bidii tafadhali. Joshua 1 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Sikiliza hapa, Musa anaitwa Musa, mtumishi wa Bwana. Alafu anavyoendelea akamwambia Joshua mwana wa Nuni, mtumishi wa nani? Mtumishi wa nani? Mtumishi wa Musa. Mtumishi wa Musa. Kuna watumishi wa Mungu waliyebeba maono Mungu amewaweka, anapokuwa na jambo la kusema anasema. Kwa hiyo anaposema anasema na watu wake. Haleluya. Kwa hiyo wewe usione aibu kusema mimi ni mtumishi wa Ngoi. Mtumishi wa Musa. Kwa nini aliitwa? Na katika hicho na walipofarakana na Musa walifarakana na Mungu. Hiyo ipo mpaka leo, na ndio maana tukajifunza katika jinsi Paulo anavyomwelekeza huyu Timotheo, mwanangu ukue katika neema. Anamwelekeza maelekezo ya msingi.
Yaani akifarakana na yale maono anapotea njia, akipotea direction hana pa kuelekea, anazidi kuzunguka jangwani. Katika ujumbe huu, tunapokuwa katika nyumba ibada, unapokuwa hapa na mke wako na mume wako na shangazi na familia yako, kila mtu amekuja kupokea kitu kwa Bwana. Niko hapa na mke wangu na watoto wangu. Hapa mke wangu ananisikiliza kama mshirika, anasikiliza ujumbe wa Bwana kama mshirika. Mungu anamwelekeza nini katika maono ya Bwana na katika neema ya Bwana. Watoto wangu hapo kama washirika, wanabidia kujifunza kama wengine waelewe maono. Wanajibidia kujifunza kama wengine waelewe maono iliyonayo. Kiupi katika madhabahu yako, naomba unisamehe, unitakase kila niliyokukosea. Nina mahitaji yangu niliyokuja nayo katika madhabahu yako. Nina mahitaji yangu niliyokuja nayo katika madhabahu yako. Nisaidie, nisaidie, nitie nguvu, niponye. Nikiwa mgonjwa, niponye. Mahitaji aina yoyote katika moyo wangu, nitendee. Mimi mwenyewe, kazini kwangu, familia yangu, kila uhitaji katika moyo wangu, nitendee Bwana, nitendee Bwana. Katika jina la Yesu aliye Bwana, ninatamka neema ya Mungu katika jina la Yesu. Iguse moyo wako, pokea mguso wa Mungu. Weka huu utakaso, ponye Mungu akuponye. Natangaza kwa kapo nini katika mifupa yako, katika viungo vyako vyote za mwili wako. Pepo roho dhaifu toweka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye Bwana, ninatamka pokea kubarikiwa, kulindwa, kutunzwa. Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kipindi kigumu ambacho kimekuwa na wewe, kuanzia leo ninatangaza Mungu akunyeshee mvua za masika. Mungu akunyeshee mvua za masika. Akukutanishe na mema, akukutanishe na mema. Pande zote hizi za Mungu baraka zije kwako. Katika jina la Yesu pokea neema juu ya neema katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye Bwana, bariki mwanao. Endelea kuinua mwanao. Bariki mwanao, mponye, muinue kimasomo, fanikisha katika yote katika jina la Yesu. Asante kwa jina la Bwana. Kwa kila unachohitaji Baba, muonekanie, mtendee kwa utukufu mkuu wa jina lako. Niomba kubariki. Asante Baba kwa jina la Bwana. Kwa kila uhitaji unahitaji mbele zako, muonekanie, msaidie, mtetee kwa utukufu wa jina lako. Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu, uweze kusimama mamlaka yako. Yawe pamoja nawe daima. Mungu akupe haja ya moyo wako. Mungu akuinue, akutukuze. Akupe furaha ndani ya moyo wako. Akupe furaha kwa yale ambayo Mungu anatenda kwako. Pokea, Mungu akutendee. Mungu nakutendee. Mungu nakutendee. Mungu nakutendee. Mungu nakutendee. Katika jina la Yesu aliye Bwana, ninatamka Mungu nakutendee. Katika jina la Yesu aliye Bwana, Mungu nakutendee. Pokea ponyaji na njema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye Bwana, pokea pako na kufungua. Pako na kufungua. Pako na kutakasa. Pako na kuacha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye Bwana. Katika jina la Yesu aliye Bwana. Natamka ulinzi juu ya maisha yako. Natamka ulinzi juu ya maisha yako. Tangaza kuhuishwa, kuinuliwa. Huishwa nafsi yako. Huishwa kila dhaifu kwa mwili wako. Ninaamuru dhaifu toweka. Achia mifungo, mishipa ndani yako. Kila kiungo kiachiliwe. Kila kiungo kiachiliwe. Kila mahali palipo kandamizwa na adui. Kila roho ya makandamizo ya adui. Na ya Mungu kwa jina la Yesu, kimbia. Kimbia. Tiwa nguvu kila kiungo. Tiwa nguvu nafsi yako. Tiwa nguvu viungo vyako. Ponywa kila eneo. Katika jina la Yesu. Uguswa na kuponywa na kuponywa na kuponywa kwa jina la Yesu. Ndani ya Jesus, katika jina la Yesu. Ubarikiwa, utendewe mema na kufadhiliwa katika jina la Yesu. Ubarikiwa, lindwa na kufadhiliwa katika jina la Yesu. Lindwa, tunzwa na kufadhiliwa katika jina la Yesu. Ubarikiwa, lindwa na kutunzwa katika jina la Yesu. Bwana nakuponya sasa. Pokea ponyaji. Ninashambulia nguvu za adui. Nashambulia nguvu za giza. Mashambulizi yote nashambulia. Pepo mchafu achilia kwa jina la Yesu. Achilia mwili wako. Achilia mwili wako. Haya, toka, toka, toka. Nashambulia nguvu za giza. Nashambulia mapepo. Nashambulia mapepo. Nashambulia mapepo. Nashambulia mapepo. Nashambulia mapepo. Achilia tumbo lake. Achilia tumbo lake. Achilia kifua chake. Achilia kichwa chake. Achilia mwili wake. Achilia maisha yake. Kila maagano yote umeshikamanishwa nayo, nayashambulia na kuwatumisha na kila roho chafu.
Mungu nakupendeza. Mungu nakubariki. Mungu nakupigania. Mungu nakutetea. Mungu nakufadhili. Mungu nakuwezesha. Mungu nakufungulia njia. Mungu nakutengenezea uwezekano katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu wa Nazareth. Mlinzi wa tunzo barikiwa. Pokea kukua, pokea kuneemeka. Katika jina la Yesu aliyekuwa. Oh, glory. Upako wa moto unayechoma magonjwa yote na kuyatupa nje. Upako wa moto unayechoma magonjwa yote. Upako wa moto unayechoma majini yote. Upako wa moto unayechoma mizimu yote. Upako wa moto unafungua katika maagano yaliyofungiwa. Kwa jina la Yesu aliyekuwa, ninachoma maagano yote. Haya, mwachilia haraka. Mwachilia haraka. Aga haraka. Be free now. 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 Achia tumbo. 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 Haya, haraka. Fire. Inachoma nguvu za giza. Inachoma mapepo. Inachoma majini. Yes. Be free. Ngome zote zinachoma. Ngome zote kwenye tumbo lako zinaharibiwa. Ngome zote kwenye kifua zinaharibiwa. Ngome zote kichwani zinaharibiwa. Ngome zote kichwani zinaharibiwa. Katika jina la Yesu. Uwe huru kabisa. Na nimetamka. Pokea kejeo. Magonjwa yamekwisha. Yesu amekuponya. Magonjwa yamekwisha. Yesu amekuponya. Pokea amani ya Kristo. Pokea wokovu wa Kristo. Pokea furaha ya Kristo. Pokea ushindi wa Kristo. Pokea afya njema. Pokea baraka za kiungu. Pokea kibali kipya. Mungu akupe kibali mahali uliokosa kibali. Akupe jina zuri. Waliokunena mabaya na kufuta katika kila neno baya. Na kufungwa katika kila neno baya. Na kufungwa katika kila neno baya. Na kufungwa katika roho ya kukataliwa. Kila maneno uliyojinena mabaya. Na kufungwa katika maneno haya. Mungu akufungue. Mungu akupe afya. Mungu akupe amani. Katika jina la Yesu. Nimeomba na kubariki na kutangaza fungu katika maisha yako yote. Hallelujah. Amen. Baba, nakushukuru sana kwa kile ibada hii. Asante ulivyosema nasi, ulivyotubariki, ulivyotuwezesha. Asante kwa ibada hii ulivyokuwa nalo siku leo. Pokea heshima, utukufu na shukrani katika yote. Katika jina la Yesu wa Nazareth. Nimeomba na kubariki jina lako kwa watumishi wako wote. Amen. Piga makofi mbele.